Tumeisikiliza ripoti ya Jaji Chande kuhusu matukio ya Oktoba 29. Sisi hatuna muda wa kuzungumzia ukamilifu na mapungufu ya ripoti hiyo, kwa kuwa matukio ya Oktoba 29 wengi wetu tumeyashuhudia. Sisi tumeamua kuangazia kilichotajwa kuwa sababu kuu zilizochochea machafuko na mauaji ya Oktoba 29 na mapendekezo yaliyowekwa kwenye ripoti hiyo. Sisi Chama cha Wananchi, chama chetu kinapenda kuukumbusha umma na Watanzania kwamba sababu na mapendekezo yaliyobainishwa Aprili 2026 sisi tuliyazungumza zaidi ya robo karne iliyopita. Mauaji ya Januari 26 na 27 mwaka 2001 yaliwahusisha wafuasi wa CUF Chama cha Wananchi yalitokana na maandamano ya amani ambayo kimsingi yalikuwa na madai yale yale yaliyotajwa na tume ya Jaji Chande. Tanzania inahitaji katiba mpya. Tanzania inahitaji tume huru ya uchaguzi yenye uhuru wa kweli. Tanzania inahitaji kulindwa kwa haki zote za kikatiba, ikiwa ni pamoja na haki ya kuishi, kuchagua na kuchaguliwa. Swala la pili, sisi Chama cha Wananchi CUF, chama chetu kina mchango mkubwa sana wa kihistoria katika kutuliza hali Zanzibar. Maridhiano ya dhati ambayo chama chetu Chama cha Wananchi CUF kiliamua kukubali kuyafanya, tena kwa kukaa na wale ambao tuliwaita wenye mikono inayovuja damu, ndiyo yaliyorudisha utu na ubinadamu Zanzibar baina ya wafuasi wa vyama tofauti. Hata hivyo, maridhiano ni lazima yawe ya dhati na yanayohusisha dhamira njema. Kwa kusema haya, haimaanishi CUF Chama cha Wananchi kubadili lengo. Wakati wowote wa mapambano si haramu kubadili mbinu na mikakati. Kuhusu ripoti ya Jaji Chande, sisi tunasema pale walipozungumza mapendekezo wazi wazi, kwanza ifahamike mapendekezo yao ni zaidi ya 10, yanafikia karibu 20. Wao wamesoma machache. Katika hayo machache, sisi tunasema mawili ndiyo msimamo wetu mkuu. Kwanza maridhiano, pili uponyaji. Maridhiano yasichukue muda mrefu ili nchi irudi katika mstari. Uponyaji ufanyike kama ifuatavyo. Kwanza, wale waliofiwa waweze kushikwa na kuangaliwa, kujengwa kisaikolojia na kupewa chochote. Hatuiti fidia kwa sababu neno fidia ni neno la kisheria, lazima liwe katika maandishi ya vitabu, lakini kupewa chochote. Lakini pia wale walioathirika ama wapate matibabu kulingana na mahitaji, aidha waweze kuonwa namna gani watawezeshwa kumudu maisha yao, kwa sababu wengine wanaweza kuwa na ulemavu ambapo hawawezi tena kumudu maisha. Lakini wako ambao wanahitaji kwanza vipimo kabla hata ya matibabu kulingana na kipigo walichokipata. Hiyo yote tunaita ni uponyaji. Msimamo wetu sisi katika ripoti ile, tunasema ni ripoti iliyofanywa kwa weledi na ni ripoti nzuri, kwa sababu ripoti imejikita kuleta amani katika Tanzania. Mtu anayetafuta ripoti zaidi ya ile haitaki amani Tanzania. Kwanza sisi tuko tayari katika maridhiano, kwa sababu mtu anayekataa maridhiano hata dini yake anaikataa. Dini zetu zote zinazungumzia maridhiano. Ndiyo maana hata wanandoa wakienda kanisani wanapewa maridhiano. Tena kanisa likaweka wazi ndoa ni ya kudumu. Ina maana shida zake zote zitafanyika kwa maridhiano. Kwa upande wa Waislamu wameelezwa wazi wazi, wa aslihu dhata bainikum, na msuluhishe migogoro kati yenu. Muislamu akipinga maridhiano anampinga Mungu wake, anaipinga dini yake. Kwa hivyo sisi tunakubali maridhiano kwa mikono miwili. Sharti la maridhiano kwetu yawahusishe wadau husika. Kwanza, wahanga wenyewe wawemo katika maridhiano. Taasisi zote ziwemo katika maridhiano, kwa maana za kidini, NGOs na vyama, wote wawemo katika maridhiano.